Hatuna shida ya amani, ila sisi shida yetu kubwa ni haki. Haya ndo maneno ambayo nimenukuu kutoka kwenye account ama post ambayo alipost mtumishi wa Mungu Eliona Kimalo ambaye ni kiongozi wa kanisa hilo la KKT Kijitonyama. Tunamkumbuka kumrazi kutokana na jinsi ambavyo amekuwa akifanya utendaji wake wa kazi kama mtumishi ambaye anakubalika sana pale KKT Kijitonyama, na alishawahi kuwa kwenye mzozo mmoja hivi kisa kauli zake kwenda kutafsiriwa tofauti na wakuu walivyokuwa wanadhania. So bana, issue ya amani imekuwa ni issue ngumu, na hususan kuelekea sasa hivi taifa katika uchaguzi. Kuna vitu ambavyo vimetokea hapa juzi kati, issue nzima ile ya Chadema kuweza kusema wanaenda mahakamani. Kwa bwana, iliingia kama dosari fulani kwenye taifa. Kwa hiyo bwana, watumishi wakaamua wazungumze kwa nafasi waliokuwa nazo. Wengi walizungumza, tumeona, na kuna wengine waliowakemea wale waliozungumza na kusema kwamba hiyo sio kazi ya kanisa. Lakini kuna wale ambao walikuja na kukosoa pia hata huo uzungumzaji, na wakasema kwamba pindipo nchi inapopitia changamoto, basi hawao ndio wanaambia watumishi wa Mungu kwamba tuliombee taifa, mfanye maombi, muombe taifa, wachungaji jamani muliombee taifa. Lakini wanaposema kwamba wanakemea kuhusu issue za vitendo vichafu ama matukio ambayo hayafai, basi wanaonekana kama vile wanachochea vurugu. Kwa hiyo kuna maneno mengi sana watumishi wa Mungu ambao wamekuwa akiambiwa na watumishi wenzao, lakini pia na viongozi wakubwa wa serikalini. So bana, huyu ni Eliona Kimalo. Hebu tumsikilize na yeye ana nini juu ya issue nzima ya amani, issue nzima ya usalama na uchaguzi kuwa wa haki. Yeye kazungumza nini? Msikilize hapa. Hii ni falsafa pana sana na tunahitaji sana kwa wakati huu katika maisha yetu. Hatuna shida kubwa ya amani, lakini tuna shida kubwa sana ya haki. Haki inahitajika sana katika maisha yetu, katika familia zetu, katika taasisi tunazotumikia, katika nchi, na haki duniani kote. Sisi kama wachungaji na kutoa sauti ya kinabii kwenye madhabahu, kazi yetu tumeifanya, hatudaiwi. Tumehubiri habari ya haki na tunaomba haki itendeke, kwa sababu hapata kuwa na amani kama hakuna haki. No justice, no peace. Hakuna haki, hakuna amani. Na ukiona amani iko mahali, ni kazi kubwa ya haki iliyotangulia. Haki natengeneza amani, na tujitahidi kutenda haki katika familia zetu, katika mitaa tunayoishi, na katika maisha yetu ya kawaida, na katika nchi yetu tunayoipenda. Tutende haki ili amani iendelee kuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ni falsafa pana sana na tunahitaji sana kwa wakati huu katika maisha yetu. Hatuna shida kubwa ya amani, lakini tuna shida kubwa sana ya haki. Haki inahitajika sana katika maisha yetu, katika familia zetu, katika taasisi tunazotumikia, katika nchi, na haki duniani kote. Sisi kama wachungaji na kutoa sauti ya kinabii kwenye madhabahu, kazi yetu tumeifanya, hatudaiwi. Tumehubiri habari ya haki na tunaomba haki itendeke, kwa sababu hapata kuwa na amani kama hakuna haki. No justice, no peace. Hakuna haki, hakuna amani. Na ukiona amani iko mahali, ni kazi kubwa ya haki iliyotangulia. Haki natengeneza amani, na tujitahidi kutenda haki katika familia zetu, katika mitaa tunayoishi, na katika maisha yetu ya kawaida, na katika nchi yetu tunayoipenda. Tutende haki ili amani iendelee kuwepo. Tumsifu Yesu Kristo.